huanzia na onyo la usafiri, kisha ucheleweshaji wa visa, kisha orodha za maeneo hatari kwa mtazamaji wa kawaida. Hizi ni taarifa za kawaida za usalama, lakini kwa wanadiplomasia na wasafiri, hatua hizi zinaonekana kama ni udhibiti wa kisiasa kimya kimya. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya zimekuwa zikitoa maonyo mara kwa mara kwa raia wao: epuka mkusanyiko mikubwa au maeneo yenye utulivu tete kama Zanzibar na Mtwara. Serikali ya Tanzania inasema nchi iko salama kuelekea uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu Oktoba 29. Hata hivyo, wachambuzi wanahoji ikiwa tahadhari hizi ni kweli kwa usalama au ni chombo cha kisiasa. Awali tahadhari za usafiri zilitolewa tu wakati wa hatari halisi. Sasa zinaonekana kutolewa kabla ya uchaguzi, maandamano au tofauti za kidiplomasia. Dr. Emmanuel Moshi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasema nchi yenye nguvu ikitoa maonyo mara kwa mara inaunda taswira ya kutokuwa na utulivu. Huo ni soft power ikifanya kazi. Wakati Tanzania inadhibiti amani yake, masuala kama vurugu za Marekani au Ulaya hayasababisha tahadhari sawa. Mchambuzi Lilian Mtega anasema tofauti si hatari, tofauti ni nani anasimulia hadithi. Maonyo haya yanaathiri sana utalii, ambapo maelfu ya booking zinaweza kufutwa Zanzibar, kwani wawekezaji wanashuka moyo na taswira ya taifa, kwani kuwa hatari kila mara ni aina ya kudhalilishwa kimya kimya. Zaidi ya maonyo ya usafiri, masharti ya visa yamekuwa magumu na yasiyotabirika. Wanafunzi, wafanyabiashara na waandishi wanashikilia malalamiko: visa kuchelewa kwa miezi, uchunguzi usioelezwa au kukataliwa bila sababu. Mwanasiasa Riziki Rurinda anasema huu ni ukoloni mamboleo wa karne ya 21. Wao wanafungua mipaka yao kwa wenye nguvu, lakini wanatufungia sisi. Maandamano makubwa Paris, London au New York yanachukuliwa kama uhuru wa kidemokrasia, huku maandamano madogo Dar es Salaam au Kampala yakipelekea onyo la kimataifa la usafiri. Mtega anasema maonyo ya usalama yamekuwa ishara za kisiasa, kusema tunakuangalia, hatukuamini, tunauambia ulimwengu. Athari za kisaikolojia ni kubwa, ukiwa umechorwa kila wakati kama nchi isiyo salama. Hata raia wako nje kutendewa vibaya. Hii inakuwa ni saikolojia. Watu huanza kuamini wao ni wa daraja la chini. Matokeo yake ni kwamba magharibi hufafanua nini na usalama, nani anaaminika, na Afrika inabaki kujieleza mara kwa mara. Wachambuzi wanaonya ikiwa mwenendo huu utaendelea, maonyo zaidi, visa ngumu zaidi, kanuni mpya za uhamiaji, hatua inayofuata inaweza kuwa dhamana za usafiri au masharti mapya ya kuingia. Kwa jina la uhamiaji salama, Dr. Moshi anahitimisha: kwanza waruzuie biashara, kisha misaada, sasa harakati za watu. Hivyo ndivyo soft power inavyogeuka control. Dunia ikiingia enzi mpya ya ushindani wa kijiopolitiki wa Tanzania, kama Waafrika wengi wanauliza, ikiwa demokrasia inamaanisha usawa, ni kwa nini pasipoti unayoshikilia bado ndiyo kipimo cha thamani yako? Hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika, Media Wire Express. Mimi ni Joseph Isangura.